maisha tulionayo sasa hivi haya ni maisha ya umauti. Wal hayata, Allah ameumba na uhai uko mbele, huo ndo uhai wa uhakika wa milele, hakuna kufa tena. Uhai huu unaokatishwa na kifo una lengo maalum. Lengo lake liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Anatumia uhai huu wa muda utakaokatishwa na kifo kama ni kipindi cha mtihani. Viumbe aliowaumba wataperform kiasi gani? Yupi katika viumbe wangu hawa atafanya vizuri? Ametengeneza Allah kipindi hiki cha muda kitakachokatishwa na kifo, hali ya kuwa alikuwa nao uwezo mwenyewe baada ya kuumba wanadamu. Moto na pepo ipo, na alikadiria motoni waende watu na peponi waende watu. Alikuwa Allah anao uwezo wa kusema katika viumbe wangu nilioumba hawa wazuri na hawa wabaya. Kwa hiyo hawa wazuri hawa wapelekeni peponi na hawa wabaya wapelekeni motoni. Moto ni kiumbe chake, pepo ni kiumbe chake, na sisi ni viumbe wake. Hakuna yoyote ambaye angefungua mashtaka akamshtaki Allah kwa udhalimu, unyanyasaji. Ni viumbe vyake na kaumba kwa lengo maalum. Ameumba viumbe mwenyewe, anawajua katika viumbe wangu wengine watakuwa wazuri na wengine watakuwa wabaya. Lakini kile kitu ambacho kiko kwenye ilmu ya Allah alitaka kidhihiri katika maisha tulionayo hapa duniani. Wale ambao yeye toka hapo anawajua, kabla hawajaja duniani anawajua ni wakorofi, wabaya watakuwa. Alitaka mahala hapa ndo udhihiri ule ubaya ambao yeye anaujua. Ndo mnaona hapa anakuwa mtu binadamu wa kawaida, kazaliwa mchanga, kalelewa mpaka kawa na akili, anafanya mambo hata wanadamu wengine wanaona kimeme, kwamba binadamu kuwa ana ujasiri wa kufanya mambo kama haya yanafanyika hapa. Kwa hiyo kile ambacho Allah anakijua anataka kithibiti hapa kwa vitendo. Na katika kheri vile vile, wale ambao anawajua ni watu wema, basi kile ambacho Allah anakijua kaweka maisha haya kije kidhihiri, kithibiti kwa vitendo, kwamba kweli katika waja wake wako watu wema, wana practice ule wema. Siku atakapokuja kufanya maamuzi hatolaumiwa, kwa sababu katuweka hapa kama alivyosema, inna khalaqnal insana, kwa hakika tumemuumba mwanadamu, min nutfatin amshajin, kutokana na mbegu yenye tone lenye mbegu mchanganyiko, tukaumba mtu hapo. Nabtalihi, lengo la kumuumba tukamleta hapa duniani, kwanza tunamfanyia majaribio, tutampa mitihani. Faj'alnahu, ili afanye mitihani yake anahitaji nyenzo za kufanyia mtihani. Tumemjaalia binadamu huyu samian basira, tumempa nyenzo, ana uwezo wa kusikia, ana uwezo wa kuona. Maana yake kapewa hawasi. Allah kataja 2, lakini zinawakilisha na hawasi nyingine zote alizopewa binadamu. Hukuumbwa hivi kibubusa bubusa tu, yani umeandaliwa vizuri binadamu. Una macho yanaona, na Allah kama nilivyotangulia kusema, hakuna anamjua Allah physical appearance yake yukoje, lakini Allah anajulikana kutokana na alivyovifanya. Ukiviona vilivyofanywa, akili yako itakutuma kumfahamu mfanyaji na utaujua uwezo wa mfanyaji. Siku umeanza na mbuzi mmoja, mara kapata mimba kazaa, baada muda miaka 2-3 una mbuzi tele. Kitendo hiki cha viumbe kuzaliana, nani anakifanya? Basi akili yako yeye haikupi ufahamu wa kujua yuko muweza muumba anaumba viumbe vipya kama hivi kwa njia hii. Umeenda zako shamba, umepata mche wa mgomba, sema nayo nafasi katika fensi yangu, kaja ukautupa pale mche. Kuna maji ya kuoshea vyombo yanakwenda pale, mgomba ukastawi, ukazaa ndizi kubwa. Hii ni creation. Basi ukiona hichi huwezi kumjua the creator, muumba.
Kwa hiyo macho yakusaidie uone vilivyoumbwa, ukizingatia baada ya kuona utamfahamu Muumba. Masikio utasikia yanayosemwa, ukiyazingatia yaliyosemwa na ukayasikia utamfahamu Muumba. Na hawasi nyingine zote zina maana muhimu sana kwako. Kwa hiyo Allah amekupa hizo kama nyenzo za kufanyia mtihani wako wa maisha mafupi ya duniani. Unakokwenda kuna masuala utakwenda kuulizwa, jawabu zake ndizo zitakazo judge wewe ni mtu wa wapi, wa kulia au wa kushoto. Lakini Allah anasema baada ya kukuumba akakupa na hizo hawasi. Hivi ni vitu vya kimaumbile umeumbwa navyo. Kuna na kitu cha ziada akakuwekea kama binadamu. Inna hadainahu sabila, mwanadamu hatukumtelekeza tukamwacha duniani tu wafanye anavyoweza. Tumempelekea hidayah, the guidance. Sasa haya ni maelekezo ya wahi. Allah katuma mitume, kawapa vitabu. Wahi huu ni muongozo wetu sisi kwenye maisha yetu. Muadhini anasema wakati wa adhana tayari, wacha tu